الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفع بنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. Tunazidi kukumbushana kunako na dua yetu itakayoanza leo baada salati al-maghribi insha Allah katika markazi yetu hii mubarak harasahu Allah ta'ala wa sa'ira marakiz ahli sunnati wal jamaa. Na ndugu yetu Sheikh Abu Nawas anakaribia kuingia hapa mjini, ambaye ndiye atakayeendesha nadwa hii, na risala tulishaitaja na ipo kwenye maandalizi. Kwa hiyo tukae mkao wa kupokea faida kutoka kwa ndugu yetu na mgeni wetu. Jambo la pili, huwa tuna darsa baada salati dhuhur ya hadithi katika kitabu cha al-Imam al-Bukhari, Sahih al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Lakini kwa leo hatutokuwa nayo, badala yake tutazungumza kidogo kuhusiana na tazkia ya Sheikh Abu al-Fadli Allah muhifadhi kwa ndugu yetu Khamis Imam Allah muongoze. Tazkia hii imetoka kama siku 3 hivi zilizopita, si ndio hivyo? Na mimi nimeipata hii tazkia nikiwa safarini, nikaulizwa maswali na watu wengi kuhusu tazkia. Baadhi ya watu wamekorogeka, yani wakaona tuzungumze chochote, lakini kabla ya wao kuomba hilo, mimi mwenyewe nimeona kuna umuhimu wa kusema jambo lolote kuhusiana na tazkia, kwa sababu Sheikh Abul Fadli Allah muhifadhi nafasi yake ni kubwa kwa masalafi, na tunatambua nafasi yake na manzila yake katika da'wa. Bila shaka masalafi wanasubiria kauli yake na mtazamo wake kuhusiana na kadhia inayoendelea
wakati watu wanasubiria hivyo, wakapokea tazkia hii. Kwa hiyo moja kwa moja, na baadhi ya shabab wakaisambaza hii tazkia kana kwamba tazkia hii inamsafisha Khamisi Imam na makosa aliyokosolewa, tuliyomkosoa kwayo. Fahimu ya ikhwan? Lakini sisi tunasema tazkia hii haiondoi jarhu tuliyoifanya kwa Khamis Imam. Fahimu ya ikhwan? Wala haimsafishi katika mikhalafa ambayo amekosolewa, tukamsimamishia hujja na adilla katika hiyo mikhalafa ambayo ndugu yetu Khamisi Imam ameingia. Allah amrejeshe kwenye haki. Katika tuliyomkosoa ni yeye kuwatetea mahizbi na watu wa bid'a wa jumuiya ya al-akhlaq, jumuiyatul akhlaq jai. Tukamwambia huu ni mukhalafa. Kwanza mmeshirikiana nao katika jambo ambalo hakuna haja ya kushirikiana nao kwenye jambo hilo. Jambo la pili, mkaja kuwahami na kuwatetea jambo ambalo ni kukhalifu msingi mkubwa katika misingi ya da'wa salafia, nao ni msingi wa kukaa mbali na bid'a na watu wake, kukaa mbali na waovu na watu wake, kujitenga na waovu. Hapakuwepo haja ya kuwasogeza mahizbi na kuwachanganya masalafi na mahizbi kama walivyofanya wao. Ndugu yetu Khamisi Imam hadahullah akaja akavunja msingi wa ahli sunna, nao msingi wa kufanyaje? Wa kukaa mbali na watu wa bid'a na kutahadhari na watu wa bid'a. Msingi wamevunja, lakini pamoja na hivyo na kuwatetea watu wa bid'a. Lakini jambo lingine katika misingi aliyoivunja ya da'wa hii ni tafriqu salafiyin, kuwagawa masalafi. Masalafi wanatakiwa washikamane katika dini, waungane kwenye hii dini ya Allah tabaraka wa taala. Khamis Imam amewagawa masalafi na amewafarakanisha. Kwa hiyo amevunja msingi mwingine katika misingi ya da'wa salafia. Tuomba Allah amrejeshe katika njia sawa. Fahimu? Lakini katika misingi aliyoivunja muadatu ahli sunna, kuwafanyia uadui watu wa sunna na kuwafanyia miamala ya watu waliopinda, na hili linaonekana. Fahimu ya ikhwan kwamba miamala wanayoifanya dhidi yetu na huu muqata'a aliyoutangaza, muqata'a aliyokuja nao, yote hayo ni uadui kwa watu wa sunna, kwa watu ambao wamekukosoa
na mikhalafa yako wameiweka wazi. Fahimtumekwa. Kwa hiyo huyu ndugu amefanyiwa jarhu ambayo ni mufassar, tazkia na ta'dil ambayo ni mubham ya Sheikh Abul Fadli haimsafishi Khamis Imam katika jarhu aliyofanyiwa. Masala ya wazi, na hii ni kwa ittifaq ya ulama al-jarh wa ta'dil. Mtu anapokuwa amejeruhiwa, amekosolewa, akafanyiwa jarhu na jarhi yenyewe ikafafanuliwa, simenielewa, mamoja aliyejeruhi ni mkubwa kuliko aliyesifia au aliyejeruhi ni mdogo, madamu jarhu yake ni mufassar, jarhi yake haiwezi kuondosha kwa ta'dili. Fahimtum ya ikhwan? Ta'dili ambayo ni mubham. Tazkia ya Sheikh Abul Fadli Allah muhifadhi, hamna sehemu na mahala akimtetea Khamis Imam katika jarhi tuliyomfanyia. Fahimtum? Kwamba hapa alionewa, Khamis Imam alipatia katika kuwatetea jari na kutangaza muqata'a kwa ndugu zake masalafi waliomkosoa, na kwamba Shafi na Kidu walikosea kwa hujja fulani na dalili fulani. Fahimtum ya ikhwan? Amamana alkutub walilm ya ikhwan, mbele yetu kuna vitabu, kuna ilmu. Sio zama za kushabikia kwamba kasema fulani. Hizi si siasa. Fahimtum? Hii ni dini. Ukishangilia kitu uwe na hujja, ufahamu misingi ya dini. Fahimtum? Tazkia ya Sheikh Abul Fadli naizungumza kwa ujumla, sitaki kuzungumza moja moja, ila nitaizungumza tu kwa ujumla kwamba tazkia ya Sheikh Abul Fadli Allah muhifadhi haiwezi kuondosha wala haijaondosha jarh tuliyoifanya kwa Khamis Imam katika hii kadhia, wala hamna katika tazkia ya Sheikh Abul Fadli sehemu ambayo anajibu na kuvunja jarhu ambayo tumemfanyia Khamis Imam. Fahimtum? Kwa hiyo ni ta'dil ambayo ni mubham. Fahimtum ya ikhwan? Haiwezi kuondosha jarh ambayo ni mufassar, na kwa sababu wanasema zikikutana jarh ambayo ni mufassar alafu na ta'dil ambayo ni mubham, tunatanguliza jarh ambayo ni nini? Ni mufassar. Tulabul ilmi wanaelewa hivyo. Ama wale masalafi wa audio wasiosoma, masalafi wa vijiwe, masalafi mashabiki, hawawezi kuelewa misingi hii. Wao dini yao wanatazama fulani kaendaje, fulani kakanyaga wapi. Dini haiendi hivyo. Fahimtum ya ikhwan? Kwa sababu aljarih anakuwa na ziada ya ilmu kwa yule aliyejeruhiwa. Kwa hiyo tunasema hivi, wale wanaoyumba kwamba tazkia ya Sheikh Abul Fadli inasafisha makosa ya Khamis Imam, sio sawa. Tazkia ya Sheikh Abul Fadli haisafishi makosa ya Khamis Imam. Khamis Imam amejeruhiwa na ana akhta na mikhalafa katika manhaji, anatakiwa anasihiwe. Fahimtum ya ikhwan? Ama kuhusu Sheikh Abul Fadli kumnasihi Imam Khamis Imam, sijui kama namnasihi wala hajamnasihi. Mimi nazungumza hiki ambacho kimetufikia. Ya ikhwan, man lam yuzakkihi ilmuhu wa amaluhu lam tanfa'ahu
tazkiyatun nasi lahu, mtu ambaye ilmu yake haijamzaki na amali zake hazijamzaki, basi tazkia za watu hazitomsaidia. Fahimtum ya ikhwan? Yani Sheikh Abul Fadli kumzaki Khamis Imam, hali ya kuwa Khamis Imam anavunja misingi ya da'wa salafia, halafu inatoka tazkia katika hali ambayo watu wanasubiria kauli ya Sheikh ya haki katika masala haya, katika jarh waliofanyiwa. Hii haiwezi kumsaidia Khamis Imam, wala sija kajihuri kwa tazkia hii wala tazkia nani. Fahimtum? Hata kama mashekhe wote Tanzania watakusanyika wamfanyie tazkia Khamis Imam, haziwezi kumsaidia ikiwa mekhalifu misingi ya da'wa salafia, mekhalifu katika kuwatetea mahizbi. Fahimtum? Na ndio maana baadhi ya shabab na baadhi ya masalafi waliokuwa wananiulizia, Sheikh vipi sasa, mbona Sheikh Abul Fadhili amemtetea Khamis Imam? Kamtetea wapi? Yeye kamzaki. Fahimtum ya ikhwan? Wapi kamtetea? Sasa muulizeni mwenyewe anasemaje, anasemaje kuhusu Khamis Imam kuwatetea hawa mahizbi wajai. Fahimtum ya ikhwan? Kwa sababu kuwatetea mahizbi wa jumuiyatul akhlaq, fahimtum, na kuwahami, unakuwa umehami makundi mengi ya mahizbi. Fahimtum ya ikhwan? Sasa hapa nina maneno ya Sheikh Rabi, japokuwa ni marefu, nitajitahidi niyasome haraka haraka. Haya maneno ni mazuri sana. Sheikh Rabi Allah amrehemu, aliulizwa swali. Fahimtum ya ikhwan? Aliulizwa swali na baadhi ya masalafi walimpelekea swali Sheikh Rabi. Swali lenyewe lilikuwa linawahusu baadhi ya watu ambao wanawatetea Salmanul Auda na Safarul Hawali, wakiwahami watu hawa wawili, Safarul Hawali na Salman al-Auda. Hawa ni watu ambao walijeruhiwa, maulama wamewajeruhi, lakini kabla ya hapo kuna tazkia ya Sheikh Albani akiwafanyia tazkia, lakini vile vile tazkia ya Sheikh Ibn Baz na Albani wanamfanyia tazkia nani? Salmanul Auda na nani? Safarul Hawali. Na wakati huo ni vijana mashuhuri, wana ufasaha, wanazungumza, wanasikika, wanaandika, wanafanya rududi na wao. Umeelewa hapa? Lakini kuna mikhalafa wakaingia. Mikhalafa yao ni kumtetea Sayyid Kutubi na kuwatetea baadhi ya maikhwani. Simeelewa? Masalafi wakawatahadharisha watu hawa kwamba watu hawa mashekhe hawa wawili hawa wana mikhalafa ya kuwatetea watu wa bid'a na kutetea vichwa katika ruus za ahli bid'a, wanamtetea Sayyid Kutubi. Fahimtum ikhwan? Wakitoa hoja hii wanasema, lakini Albani na Ibn Baz wamewafanyia tazkia. Menelewa? Wamefanya nini? Tazkia. Sheikh Rabi anaulizwa, tuamiliane vipi na hawa watu? Menelewa? Japokuwa sisi Khamis Imam hatujamfikisha kwenye nafasi waliokuwa nayo kina Safarul Hawali na Salman al-Auda, lakini mikhalafa ndo ile ile.
ya kutetea watu wa bid'a na kuwahami mahizbi. Uwezi ukawa unatetea jari alafu hapo unamkosoa Barahiani. Simuelewa? Uwezi ukawa unatetea jari hapo unamkosoa Dr. Islam. Sijui nani. Uwezi kuwa unatetea jari hapo unakosoa unatahadharisha na Islamic Foundation. Kwa sababu hiki ni kikundi kimekusanya uozo wote huo. Wote yamo ndani. Fahimu tumeelewa. Sasa Sheikh Rabi anaulizwa kuna watu hao wanatupinga sisi tukiwatahadharisha kina Salman al-Auda na Safar al-Hawali. Fahimu. Hoja yao ni kwamba Sheikh Albani na Ibn Baz wamewafanyia tazkia watu hao wawili. Sheikh Rabi anasema yani adhaf al-ilmi, hilo jambo linamaanisha udhaifu wa elimu, kwamba hao watu ni madhaifu katika elimu. Simenielewa? Wanaoshikamana na tazkia ya Albani na tazkia ya Ibn Baz kwa Salman al-Auda na mwenzake, hawa wana udhaifu wa kiilmu yuaddi ila mithli hadhihi tafahat. Udhaifu wa kielimu walionao unapelekea kuzungumza maneno yasiyokuwa na maana namna hiyo, kuzungumza maneno ya hovyo, maneno ambayo yasiyokuwa na ilmu. Fahimtum? Wanashikamana na tazkia. Ukiwaambia Salman al-Auda ameingia kwenye mikhalafa ya kutetea Said Qutb, wao wanasemaje? Zakahu al-Albani wa zakahu man? Ibn Baz. Wanashikamana na tazkia. Sheikh Rabi anasema ukimwona mtu wa hivyo fahamu ni dhaifu al-ilm, ndio na udhaifu alionao wa kiilmu ndio unampelekea kuzungumza ujinga wa namna hii. Fahimtum? Khamis Imam kakosea, Sheikh Abdul Fadhil kamzaki, fahamu kwamba huyo ni dhaifu al-ilm. Fahimtum? Ana udhaifu wa kufahamu misingi ya da'wa salafia, ndio maana mtu anazungumza ujinga namna hiyo. Fahimtum? Kakosea huyu, kaingia kwenye mikhalafa na anafanya kibri. Wallahi wa billahi wa tallahi, Khamis Imam hana dalili wala hana hujja zaidi ya kiburi na inadi. Basi hana chochote wala hana, na yeye nafsi yake inamsuta. Na ndio maana juzi walipokuja katika kutangaza kwamba tunatoa damu, tunashirikiana na Muhimbili, simenielewa, wakati nyuma huko amewaaminisha Waislamu kwamba haiwezekani kuchangia damu isipokuwa upitie wapi? Upitie JAI. Alafu anakuja mbele za Waislamu sema tutatoa damu kwa kushirikiana na ndugu zetu wa Muhimbili. Hakutaja JAI kwamba imewezekana sasa kuchangia damu bila kutumia hawa watu wa bid'a. Alafu kimya anafanya ujanja namna hii. Unafikiri dini ni ya Shafi au dini ni yako? Kuna kusimamishwa mbele ya Allah, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Unakuja na ujanja mbele za Uislamu. Mnaficha dini. Unakufa. Hao unaotaka kuwaridhisha kwamba wewe ni mwamba, unakufa kwenye kaburi, unaondoka peke yako, huo umwamba haupo. Fahimu tumeelewa? Kwa taarifa nilizozipata, japokuwa sijapata ushahidi wa kweli, kwamba hawa watu hata juzi walishirikiana na JAI ila hawakutema hadharani. Simenielewa? Kwa hiyo pale alikuwa anadanganya watu kwa kushirikiana na ndugu zetu wa Muhimbili, kumbe alikuwa na JAI ila hakuongea. Anaficha sababu ni dhaifu, ni muoga. Kama JAI wako sawa, mbona sasa hivi amkutangaza? Fahimu? Kwa hiyo alhasil wanafanya ujanja. Sheikh Rabi Allah amrehemu na amsamee na muinue daraja yake. Fahimu? Anasema